The Lion, in short wananiita Heart, mtetezi wa serikali. Nataka niseme hivi. Mheshimiwa Rais Ruto ameonyesha uzalendo katika taifa la Tanzania. Ruto yeye amesimama kwa pengo la vile rais na nchi ya Tanzania wamekuwa wakitukanwa. Kwa sababu Ruto ni mcha Mungu, anaenda kanisani na anajua hata maandiko yanasema forgive and forget. Kwa hivyo yeye ameomba msamaha kwa niaba ya Wakenya, kwa niaba ya vijana ambaye hawana heshima kwa taifa lao pia, ambayo ndio walikuwa wanaweka hata huyu Mheshimiwa Ruto tu wakamweka mpaka kwa jeneza, wakaweka viongozi hapa kwa jeneza, hata mpaka Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Chenye mimi nashangaa ati system imekuja ati watu ni kuweka watu kwa jeneza. Hiyo sasa hata hiyo imekuwa ni kama uchezee mbuzi gitaa na ita dance. So sasa hata kama hiyo ndo system ilikuwa imekuja ati kuweka viongozi kwa jeneza ndio ilikuwa ndo kitu ya kuwatisha. Hiyo sasa washazoea. Ni kama vile uchezee mbuzi gitaa na itasikia. Wewe utacheza gitaa na uchoke na uzime gitaa na mbuzi iendelee kukula manyasi. Na ikifika masaa ikitoka kwa malisho iende lale. So kwa hivyo mimi nasema hivi. Nashukuru Mheshimiwa Rais Ruto kwa kuonyesha uzalendo na kuonyesha wewe ni Mkenya mzalendo. Umesimama kwa pengo kwa niaba ya Wakenya kuomba msamaha taifa la Tanzania. Hata Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Ruto pia yeye ameamua kuomba msamaha kwa niaba ya Wakenya, ni sawa na vile Yesu alikufa kwa niaba ya Wakenya, kwa niaba ya wananchi. So kwa hivyo mimi nasema hivi. Rais mwenye ana hekima, rais mwenye ako na maono, rais mwenye anataka mshikano wa taifa la Kenya na mataifa mengine. Yeye hana chuki. Ingekuwa Ruto ako na chuki, angefanya vile kina Martha Karua amefanya. Huyu mama ambaye anakaa sura ya tumbili, huyu ambaye ndo aliiba ushindi wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga 2007. Ati sasa pia yeye ati anaenda Tanzania. Kama Martha Karua akiwa Minister of Justice alishindwa na kazi na akatoroka kazi, anaweza ambia nini watu? Martha Karua kwa serikali ya Kibaki akiwa Minister of Justice akaresign na akawacha ofisi hivyo, anaweza ambia nini watu? Yeye kwanza ajichunguze. Hata nashangaa hata watu wa Tanzania wakamwambia atafute bwana, ama alikuwa anaenda kutafuta bwana Tanzania kwa sababu Kenya amekosa bwana. Maybe alikuwa ameenda kutafuta bwana Tanzania. Yeye unapata Martha Karua ati yeye ndo anajaribu kupeleka ile roho ako nayo, anafikiri atawezana na Tanzania. Na mimi nashukuru hata Mama Suluhu kuwarudisha, na ni vizuri sana. Mwingine naye amefinywa makende hapo zimekaa uji. Hiyo ndo vitu, acha niwaambie. Na mimi nashukuru sana Mheshimiwa Mudavadi, na hii kitu bado Mudavadi ameirudia. Aliwashauri wa Kenya, wakati mnaenda nchi zingine, kila nchi iko na sheria yake. Kama nyinyi mmedharau viongozi wenyu katika taifa lenyu, mnawatukana, mnawarushia viatu, mnawaweka kwa masanduku, mnawapatia majina, msifikiri na mataifa mengine. Tanzania, Watanzania wanaheshimu mpaka rais wao. Uganda, kila nchi iko na sheria zake. Na ndio unakuja unapata kuna mwanadada akatoka hapa nchi ya Kenya, ambaye anatoka mlima huko, ambaye ni kabila ya Gachagua, akaenda Vietnam, amechukua miadarati, madawa ya kulevya, ati anaenda kuuza kule. Anafikiri sheria ya kule ni kama ya Kenya, yenye atashikwa tu na asamehewe. Pale unanyongwa. Wakamwekea
hukumu ya kinyongo. Wakenya ndio hiyo, sisi tukakuja tukalia, wakaondoa hiyo. Sasa nyinyi wa Kenya, msifikiri kila taifa, wananchi wa hiyo taifa wamedharau viongozi wa hiyo taifa kama nyinyi. Hii uhuru ambaye tunaitumia vibaya, kina Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Wakenya watu walikufa wakipigania hii uhuru, uhuru wa kuongea, ambaye leo hii tunaitumia kama kinyesi. Nawaambia siku moja mutakuja kutamani hii uhuru, mutakuja kuitamani. Utakuwa tu ukipanua mdomo hivi unachukuliwa kwa mlango. Mutakuwa ni kama mnatembea na CCTV zimefungwa kwa vichwa vyenyu. Mutakuwa mnaonekana kila mahali. Badala mtumie hii uhuru, hii freedom ya kuongea, mumepatiwa bure. Mumekuja, mumezaliwa, mumepata hii uhuru, hata mimi nimepata hii uhuru. Lakini mnaitumia kama kinyesi. Mimi wacha niwaambie, hii uhuru mnacheza nayo. Mnatukana viongozi, mkiwaweka kwa masanduku, mkiwarushia viatu kwa umati, mkiongea kila vile mnataka. Siku moja mutakuja kukumbuka haya maneno yangu. Mutakuja kutamani hii uhuru ambaye mnaitumia kwa njia ya kimadharau, njia ya kiburi, njia yenye haina heshima. Na ndio kwa maana Mama Suluhu akasema, mumeharibu nchi yenu, mkuje muanze kuharibu nchi ya Tanzania. Na akasema atasimama kidete. Na mimi nasema viongozi ni kama hao. Mheshimiwa Rais Ruto, saa hii imefika mahali sasa, sheria ni msumeno unakata kote kuwili. Itabidi sasa ile sheria ilikuwa inatumika kwa enzi ya Moi, hiyo sasa ndio sheria naona itakuja ianze kutumika. Maana sisi tunacheza na hii uhuru